Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, kwa mara nyingine tena tunasema tuko hadhuri hapa. Na leo nikuwa na mwamba hapa, rafiki yangu Ustadhi Awadhi Wasuru kutoka katika taasisi ya Manasik Haji wal Umra, ambaye yeye ndio msemaji na mtangazaji ambaye analitangaza jambo hili adhimu la manasik mahala popote katika ardhi hii ya Tanzania na nje Tanzania. Na leo tuko naye katika ardhi hii ya wilaya ya Kondoa. Leo tuko na ndugu yetu hapa, tunaweza kupata mambo mengi sana, hasa ziara yake tunatambua ya kuja katika mkoa huu wa Dodoma na hasa katika wilaya ya Kondoa. Maana yake kazi yake kubwa ni kuwahabarisha mambo ya haji wale wenye fursa na wenye uwezo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia kwamba waende hija. Rafiki yangu, karibu sana kwa mara nyingine tena Babu Salam Online TV. Leo umetutembelea sisi ukiwa katika ziara ya Manasik Haji wal Umra katika mkoa huu wa Dodoma na wilaya zake zote. Leo kwanza tunahitaji kwamba lipi la kutuambia, na hasa wale ambao wanatufuatilia na wapenzi wa manasiki walivyokuona namna hii wanajua kuna mambo mazuri yatatokea hapa leo. Karibu sana. Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd, nitoe maamkizi ambayo ni bora kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamu ya watu wa peponi. Niseme kabisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana ndugu yangu Sheikh Babu Salam kwa kunikaribisha katika mkoa huu wa Dodoma, hasatan katika wilaya hii ya Kondoa. Hivi leo tuko hapa, lakini kabla ya hapo Morogoro, lakini pia nikafika katika mkoa wetu wa Dodoma, makao makuu ya nchi, na nikaanza na wilaya ya Chamwino. Na lengo kuu katika ziara yangu hasatan, kwanza kabisa ni kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sema hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, nalingania kwa Allah tabaraka wa Ta'ala kwa ilmu. Ana yeye Muhammad aseme hivyo, lakini waman ittaba'ani, na yule ambaye atakanifuata huko nyuma. Na sisi tuko katika mwenendo wa kumfuata habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa jambo la kwanza kabisa, ziara yangu ni kwa ajili ya da'wa, kuwalingania watu katika mambo ambayo yanahusiana na Uislamu. Lakini jambo la pili ambalo liko ndani ya hiyo safari, na kuwatangazia watu kuhusiana na ibada adhim, ibada ya haji na umra. Zote hizi zimethibiti ndani ya Qur'ani. Allah tabaraka wa Ta'ala aliposema wa atimul hajja wal umrata lillah, hakika timizeni haji na umra kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ni ibada adhim, na ibada hii kwa nini tumekuwa na tunatembea kuhamasisha watu? Kwa sababu ibada hii imekuwa elimu yake inazungumzwa kwa kipindi kifupi sana, kwa mara moja kwa mwaka. Watu wanategea kwamba ikifika Dhulhijja ndipo zinakuja hutuba ambazo zinahusiana na ibada ya haji. Wakati huo hutuba zinazungumzwa, tayari watu wako haji, zinatajwa faida za haji, watu wako haji. Sasa wewe msikilizaji, ukipata faida pale, inakuwa hauna namna tena ya kwenda haji. Sasa tunaanza mapema kuwapa faida na kuwakumbusha kuhusiana na ibada ya haji, ili watu waweze kujipanga kabla ya muda haujafika, waweze kutia nia na waone raha na mazuri ambayo yanapatikana katika ibada ya haji. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatangaza, anatuambia ya kwamba alhajjul mabrur, haji iliyokamili, iliyokamilika, iliyofanywa vizuri, haina jazaa isipokuwa aljanna. Unataka nini ewe Muislam? Kwa hiyo mimi nimejitoa kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuwalingania na kuwaita katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasatan kuwapa elimu kuhusiana na jambo la haji wal umra, ibada ya haji na umra. Allah tabaraka wa Ta'ala ameitaja umra ikiambatanishwa na haji, na wanawachuoni wanasema hakika kutajwa kitu pamoja na kitu ni nguzo ambayo ni rukun min arkan al-Islam, nguzo ya 5. Kwa nini umra imeambatanishwa pale? Paka wanachuoni wengine wamefika wasema kwamba na umra nayo ni katika nguzo, inaingia katika nguzo hiyo ya 5. Kwa hiyo haji na umra zinaenda pamoja. Kwa hiyo ni ibada ambayo ni adhim sana,
tunawakumbusha watu, na hakikatan takiwa watu wajue elimu hii ni muhimu sana katika maisha yake. Mtu ambaye amefika kiwango, amefika kumiliki uwezo wa kwenda haji, inatakiwa aende, na asipofanya hivyo anapata madhambi. Allahu Akbar. Mtu akiacha maana yake hapa atapata madhambi. Anapata madhambi. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa mkoa wa Dodoma na wilaya ya Kondoa na wilaya zingine Chamwino na wilaya ya Chemba, jana tulikuwepo wilaya ya Chemba, na nawafikishia nawaambia kwamba ukiwa na uwezo, tunajua kuna watu wana mang'ombe, kuna watu wana mahindi ndani, wakulima wazuri, wanamiliki pesa milioni 16 ziko zaidi ndani. Hii milioni 16 ni moja, fungu moja la milioni 16 unaenda haji unarudi. Lakini ana mafungu ya milioni 16 zaidi ya matatu au zaidi ya manne, lakini bado haoni umuhimu wa kwenda haji kwa sababu bado watu hawajapata elimu. Kuna mtu ni tajiri mmoja, mimi nilikuwa namwambia faida za Zamzam, anasema Zamzam ndio kitu gani? Yani manake kama vile haelewi. Sasa elimu lazima tuitoe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ma Zamzam lima shuriba lahu, hakika maji ya Zamzam ni kutokana na nia ambayo umekunywa. Kwa hiyo wewe ukienda kule una faida kubwa sana ambazo unazipata katika haji. Kwa hiyo tunawaita ndugu zangu, leo tuko katika wilaya hii ya Kondoa, tunawaita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuungane pamoja katika manasik bado iko hai. Manasik bado iko hai na safari zake zinaendelea za umra, na hivi tarehe 17 insha Allah taala kuna safari ya mu'tamirin wanaenda umra. Lakini kabla ya uchaguzi watu walienda na wakarudi baada ya uchaguzi. Kwa hivyo safari zinaendelea, walilahi alhamdu wal minna, na hivi sasa watu wanaendelea kujiandikisha kwa ajili ya ibada ya haji. Hivyo nimeamua nitoke ili watu wanione, waone kwamba tupo tunatembelea, kama alivyokuwa akifanya desturi ya ndugu yetu Sheikh Rashid rahmatullah alayhi, alikuwa ni kutembea na kutembelea watu. Na hakikatan sisi mahujaji lazima tuwatembelee, lazima tuwafate mlipo, tuwape elimu ili muweze kujua na kupata umuhimu na fadhila za ibada ya haji. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumeendelea kustafidi hapa. Naamini kwamba unaendelea kuelewa nini kinachoendelea hapa katika wilaya ya Kondoa, na hii ni mada ambayo inatugusa sisi Waislamu. Swala la kwenda haji, kama una fursa, kama una uwezo Mwenyezi Mungu amekupatia, sio jambo hilo kanalo kimya. Nenda kumshukuru Mola wako kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu amekupatia. Lakini tumeelezwa hapa faida muhimu zaidi, vitu ambavyo vinapatikana kule katika mji mtukufu wa Makkatul Mukarram, kama maji ya Zamzam. Ukinuia namna hiyo ukiyapiga, haya hayapatikani wala mkoa wa Dodoma wala Tanzania, inapatikana pale, inapatikana Makkatul Mukarram. Pale ndipo ambako mambo yote yanadhihiri, lakini pale ndio mahali ambapo unakwenda kuyasafisha machafu yako kuwa ni mema. Yale yote ambayo uliyotenda ukienda haji, ukirejea kama tulivyoambiwa shekhe, na kila siku mnaendelea kutuambia kwamba mtu anapokwenda haji, mtu aelewe kidogo hapa, wala utueleze kwa mukhtasar. Mtu akienda haji akirudi anarudi vipi? Huku nyuma pengine alikuwa ni haeleweki, mbele nyuma ana mengi ameyafanya, Mungu anatambua. Lakini je, ibada ya hija inamfanya vipi yule hujaji? Yani anajisikiaje, ama ufa gani Mwenyezi Mungu ameitangaza? Alhamdulillah. Ndugu zangu, kwanza ibada ya haji, ukijaliwa ukaenda haji ni darasa tosha. Hilo ni darasa tosha, yani unaenda kwa darasani, ukirudi ni mwanafunzi ambaye ameiva. Hakika kwanza Allah tabaraka wa taala ameiweka ile haji. Wewe ukienda pale kuna kitu kikubwa sana ambacho unajifunza kabla hujarudi nyumbani. Kwanza Allah amesema ndani ya Qur'ani watu waende pale haji liyashhadu manafi'a lahum, ili waweze kushuhudia manufaa yao. Lakini kuna siku ambayo inaitwa Yaumu Arafa. Siku ya Arafa hii kama ilivyokuja wanawachuoni walivyoitafsiri nini maana ya Arafa, miongoni mwa taarifa ambayo imetolewa Arafa kwamba ni watu wanafahamiana. Unakutana na mataifa ambao hujawahi kukutana nayo duniani, unakutana na watu ambao hujawahi kukutana nao duniani. Ni watu ambao mnakaa sehemu moja katika uwanja mmoja mchana wa mwezi wa Dhulhijja. Lakini pia siku hiyo ya Arafa, Allah tabaraka wa taala ndio siku ambayo anawatuma malaika mchana kweupe, anakuja kuwaambia hebu angalieni waja wangu na hali gani. Kisha wanarudisha majibu, wanasema waja wako tumewakuta wako na nywele tim, wako na mavumbi, wanainua mikono yao juu, wakikuomba. Allah anasema hivi, mwataraji mwadhania nini wanachokihitaji kwangu mimi?
Malaika wanamjibu Allah, anasema wanachokihitaji na wanachotangaza kelele zote ni kwamba wanahitaji msamaha wako. Malaika wanaambiwa na Allah tabaraka wa taala, nendeni kawaambie ni inni kad ghafartu lahum, mimi nishawasameh. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagongelea msumari wa chuma, akasema ya kwamba mtu ambaye ameenda haji na akatimiza ibada yake ya haji kwa nguzo zake kamili, wajibati zake, mustahabati zake, haji yake katimia, alhajjul kamil, huyu faida anaipata kwa Allah tabaraka wa taala, rajaa ka yaumi waladatu ummu, anarejea kama kwamba siku ambayo Allah amemtoa katika tumbo la mama yake, siku ambayo ulizaliwa mtoto mdogo, watu wanafurahi, wewe unalia, wao wanafurahi, unalia, huna hata dhambi hata moja, ndo unarejea Tanzania baada ya haji, hauna dhambi hata moja. Angalieni watu wakirudi haji jinsi wanavyokuwa tofauti na alivyoenda. Unaona kama mtu kama mpole hivi, kama ana nuru. Wallahi wa billah, mimi nashuhudia watu wakienda wakirudi na nyuso tofauti. Mahujaji wakati tunaenda kule, unaona watu na sura tofauti. Baada ya haji unaona mahujaji wako nyuso zimetofauti, yani zimekuwa tofauti. Watu wanang'aa Sheikh, watu wanang'aa, wamesafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia niwaambie miongoni mwa faida ambazo zinapatikana, watu ambao hii ni tajruba, jambo limejaribiwa na limeleta manufaa na limeonekana na ushahidi upo, ni kwamba kila ambaye ataenda haji kwa ikhlas, kwa nia ya ukweli, akirejea hapa lazima Allah anamuinua. Hapati shida tena katika maisha yake, Allah anamuinua. Ukitoa milioni 16 ukirudi unapata zaidi. Haya ndo ambayo yameonekana na watu wameshuhudia, na ushahidi tunao, na watu washazungumza kwamba mimi bwana, wakati naenda niliacha huko nyumbani hakuna kitu, lakini nimerudi zimefunguka. Kwa hivyo ukienda pale, na sisi tunawaelekeza, kuna sehemu ambazo dua ukiomba, ukiinua multazim pale, hakika dua yako hairudi. Ukiomba hiyo baina ya mlango wa Al-Kaaba na baina Hajar al-Aswad ukapata pale, na walilahi alhamdulillah, sisi mwaka uliopita tuliipata hiyo sehemu na mahujaji wetu manasik. Tuliipata saa 8 za usiku, tulikuwa pale na askari akatuangalia akatuacha tu, akina mama wameenda pale multazim. Nikawaambia lieni na Allah, hii ndio sehemu husika. Mnapishana, mpishe wenzako na wewe ingia hivyo. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo tumejipanga manasik. Tukikupeleka kule kuna sehemu nyingi ambazo unapata faida, tunakuonyeshea kwamba hapa fanya hivi, fanya ibada iliyokamilika, sio unaenda kule huna elimu nayo. Na pia niwaambie tu ya kwamba hii manasik haijafunguliwa kwa ajili ya biashara. Manasik sisi hatujafungua kwa ajili ya biashara. Manasik tumefungua kwa ajili ya kuwasaidia watu, kwa ajili ya kuwasaidia watu, kuwapa msaada mkubwa kwa ajili mtekeleze ibada zenu. Watu wana pesa lakini hawana elimu ya ibada ya haji. Na pia watu wengi wakienda kule hawana elimu. Zile semina zinaishia hapa, akifika kule anaachwa kama ng'ombe au kama mbuzi yuko zizini. Lakini sisi tunakushika mkono, na wale ambao wamesafiri na sisi mashahidi juu ya hilo. Lakini pia kitu kingine ambacho niwaambie, siri ambayo ipo ni kwamba ile faida ambayo inapatikana katika manasik ndio zile ofa ambazo huwa tunatoa kwa maimamu, kwa maimamu. Lakini pia mlango huu haujafungwa. Maana yake manasik ina siri hapa. Mlango pia haujafungwa. Na watangazia pia watu waheri. Kuna watu washaenda Maka zaidi ya mara moja. Basi wewe usiende mara kwa mara kwa ajili ya ibada ya haji. Haji kwa wewe wajibu ni mara moja. Basi toa pasi kwa watu wengine. Kuna watu wanaitumikia dini. Kama jana nilikuwa pale Aneti, hakika walitoa ombi lao. Kuna mtu ambaye msikiti mzima unashuhudia kwamba huyu ameitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ule msikiti, mpaka wanasema tunatamani ikitokea ofa katika manasik, basi mtu huyu mtuchagulie aweze kwenda na manasik. Lakini mimi niwape hiyo khairi pia, watu wa khairi wapo, naamini wanatushuhudia, wanatuangalia. Wanaweza kawa watu wawili wakaungana wakamsafirisha mtu mmoja akaenda kutekeleza ibada ya haji. Kuna watu ambao wanahudumia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maskini, lakini Allah hajawajalia uwezo wa pesa, lakini uwezo wa kutoa ilmu, uwezo wa kuitumikia hii dini. Wameitumikia mpaka wanazeeka katika hii dini, lakini hawajabahatika. Lakini watu wana pesa, basi pesa yako na wewe hiyo ionekane mchango wako katika hii dini. Kwa hiyo tunawaita pia watu waheri kwamba waje wawekeze manasik. Maimamu waende, zile ofa zipo. Maimamu hawaendi na pesa kamili ambayo wanaenda watu wa kawaida. Ukija tutakupa ofa ya maimamu ni ngapi,
kwamba hawa maimamu wanasafirishwa na manasik kwa ofa hii, na wakati mwingine hata manasik na yenyewe inajaziliza pale. Haya ndio mambo ambayo tumejipanga nayo, na ndio maana ziara yangu nafanya, na nimeanza na mkoa wangu niliozaliwa, wilaya ambazo nimeishi kwayo nikakulia, kwa sababu nawajua vizuri na watu wana pesa. Lakini pia ni wanasema ni watu ambao ulimi wetu ni mmoja. Nikimaanisha nini? Allah tabaraka wa taala alikuwa akituma kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akituma manabii ila lisani qaumi, akiwatuma watu kwa lugha ya watu wake. Kama ni Banu Israeli walikuwa kitumiwa mitume kutoka katika wao, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa ila nasi kafa, kwa watu wote, alafu akapewa lugha ya Kiarabu, lugha ambayo Qur'ani ndio imeshushwa kwayo. Lakini mimi nimekuja hapa kwa sababu watu wa mkoa huu tunaongea wao na mimi lugha moja, japo watu wananiona mimi ni Mwarabu. Naongea Kiarabu kwa sababu nimesoma Kiarabu na ni lugha ambayo naipenda, lakini lisanu qaumi ni lugha ambayo nimezaliwa nayo hapa, na ninawaita, nawaambia tengi sana manasiki. Tengi sana raha unapokuwa pale Maka, na kuambia ahano antu avya aro Ismaili, ahano antu asugulama zamzamu ikafuma, na kuelekeza kwa lugha yako. Raha ilioje unaitekeleza ibada. Kuna watu wanaogopa Kiswahili, Sheikh. Mimi nawajua watu wa kwetu huko wanaogopa kuongea Kiswahili. Wanataka wapige kiroshi. Nitamwambiaje kiongozi wangu? Sasa wewe kule ukienda niambie Aisha mwana Maka, hongwere zamzam ni hayiri, na kuambia zamzam hii hapa. Haya ndio mambo ambayo yanapatikana. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tunaendelea kustafidi na mambo mazuri kweli kweli kutoka kwa Sheikh Awadhi Wasuru kutoka katika ardhi hii ya katika wilaya ya Chemba Mashariki. Ndipo alipozaliwa mwamba huyu, lakini sasa yuko pale Dar es Salaam ambako sasa anaitumikia manasiki kuhakikisha kwamba wewe mwenye nia ya kwenda haji ungane pamoja naye. Bwana, sasa tuweze kuhitimisha kidogo, maana leo umetueleza mambo mazuri sana, mpaka ile ya Kikureshe kwetu ya Umware Jole, usio na wasiwasi, umetueleza hapa raha sana hii. Umenikumbusha enzi zangu wakati ule nikiwa huku, nilikuwa naunguruma sana, lakini bahati mbaya bwana, sasa bwana sikiwezi tena, yani na kidodosa. Tueleze kidogo watu wa manasiki, mmejipanga namna gani? Yani kwamba mnasafirisha dhahaba wa yaba kwenda na kurudi kwa gharama kiasi gani? Lakini pili, nini kinachoendelea? Mtazamo ule wa mwanzo alikuwa akifanya almarhum Sheikh Rashid upo vile maana yake kwa kuwa hoteli iko karibu na maeneo ya ibada. Tueleze kidogo na mambo pengine yanakugusia kidogo, na pale kuhijiwa ni dola ngapi pale? Alhamdulillah, niseme tu ya kwamba sisi taasisi ya manasik lilhajj wal umra tumejipanga kwanza gharama zetu kwa mwaka huu, na sisi tunaweka gharama kutokana na survey ambayo tunaifanya kutokana na huduma za kule. Kwa hiyo tukiona huduma hii inatosheleza kwamba hujaji kwenda na kurudi ni gharama kadhaa, sisi tunataja ile. Na kwa sababu gani nitaeleza. Kwa mwaka huu sisi tunasafirisha kwa 6,300, lakini mwaka jana ilikuwa ni 6,200. Mwaka uliopita ilikuwa 5,800. Kwa maimamu tulitoa 5,500. Hii yote ni kuangalia kwamba hii gharama inatosha huduma yako mpaka unarudi nyumbani. Unatekeleza ibada ya haji na unarudi nyumbani kwako ushakamilisha ile gharama yako. Kwa hiyo kwa upande pia wa hoteli, tunachukua hoteli ambazo zinalingana na ile gharama uliotoa, kwamba zinakuwa karibu, na kadri hoteli inavyozidi kuwa karibu na haram na msikiti ndio inakuwa ghali zaidi. Kwa hiyo mtu asione bwana sasa kuna wengine wanachukua 5,800 kama ile kwenu ya mwanzo. Ni kwamba sisi tumeboresha. Inawezekana nikakuchukulia 5,800 lakini nikakuweka kama mtu wa Dar es Salaam Kariakoo ndo center haram pale, nikakuweka Mbagala, utaridhika? Hata mimi sikubali yale. Mbali, lakini 5,800 nimekuchukulia. Si ulikuwa unataka 5,800 mteremko? Lakini sisi tunakuchukulia 6,300 baada ya kufanya survey kwamba hoteli ambayo iko pale gerezani pale kwenye mwendo kasi, alafu Al-Kaaba iko hapo mtaa wa Kongo, kwa ni au mtaa wa Lindi pale, ni baada ya hoteli kama 3 au 4 ushafika haram. Kwa lazima itakuwa juu kidogo.
Kwa sisi hoteli walilahi alhamdu wal minna tumechukua karibu kabisa na haram na pia Madina kadhalika. Madina ndo akrabu shay, wanasema warau akrabu wahid, kwa sababu Madina jiografia yake ni tofauti na Makka. Lazima watazamaji na wale ambao wametia nia lazima muelewe hichi kitu. Sisi manasi kutoka wazi haji upande wa Makka unapotekeleza baada ya haji, pale mazingira yake utakavyoishi sivyo utakavyoishi Madina. Madina ni tambarare, lakini Makka kumezungukwa na milima. Pia msikiti wa Makka ni mkubwa sana, lakini pia kuna majengo ya serikali ambayo yamezunguka msikiti. Baada ya hapo sasa ndio unakuja mahoteli, yale mahoteli ambayo sasa ni nyota sui ngapi zile, wanakaa hapo ni watu VIP. Wa Tanzania tuwezi kulipa. Unaambiwa dola 15,000. Sisi dola 6,000. Dola 15,000 utatoa? Yani tofauti na hija hiyo. Yani ni hoteli tu. Hiyo ni hoteli tu. Sasa sisi tunakupa takriban mwendo wa dakika kama 5 kwa mguu. Dakika 5 kwa mguu, lakini pia wakati mwingine dakika 3 kama sisi ambao tuko wepesi dakika 3. Lakini pia raha iliyopo ni kwamba hoteli tunayochukua sisi iko karibu na barabara. Na maana gani? Barabara zile ambazo zimewekwa za kuingia msikitini. Kwa hiyo pale wakati wa mfano siku ya Ijumaa, kwa yule ambaye amechelewa kutoka hotelini atakuta safu zimepangwa hapo nje. Kwa hiyo ni ukishuka hotelini unapanga safu yako hapo nje. Kwa hiyo 6,300 hii kwa upande wa ndege kwenda na kurudi, visa yako, ihramu yako, begi ya mkononi, kuchinja, chakula katika safari nzima, lakini pia mahema yako utakayelala Mina na Arafa na vyakula vyake, lakini pia usafiri wa kuchukuliwa Arafa kwenda Mina, kutoka Mina kwenda Arafa iko ndani ya hiyo package yako. Lakini pia upande wa hoteli za Madina ni ndani ya gharama yako, chakula Madina ndani ya gharama yako, ziara zile ambazo tutafanya pia Madina iko ndani ya hiyo package yako. Lakini pia niwaambie mwisho kabisa utapata pia maji ya Zamzam lita 5 kutoka manasi, kutoka gharama yako. Lakini pia kwa kina mama watapata ile kanga tunaiweka hivi kama alama ya kina mama wajulikane hao ni kina mama manasik. Lakini kina baba ihram kama kawaida lazima utapata, lazima upate ihram yako. Lakini pia kina baba wakati mwingine wanapata fursa za kutembelea kule Baqi, ambao kina mama hawaruhusiwi kuingia katika makaburi ya Baqi. Kina baba tunawachukua tunawapeleka, tunawapa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, utaishika al-Kaaba, tutahakikisha unaishika al-Kaaba. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo sisi tumejipanga nayo. Lakini pia jingine ambalo Sheikh Babu Salam linakuwa ni miza, ni utofauti wa kipekee. Ukirudi Tanzania pale airport siku na costa yetu tumeiandaa, inakurudisha nyumbani kwako. Wewe sema nyumbani kwako ni wapi, najiandikisha kama mimi nataka nirudi na manasiki mpaka nyumbani kwangu. Unapelekwa kwa gharama za kwetu manasiki ya kwako ishaisha. Hapo hija isha umerudi Tanzania airport, tunaanza ukurasa mpya sisi na wewe. Tunaanza ukurasa mpya, tunajaza gari mafuta, tunakuleta paka nyumbani kwako. Na ndugu zako wanakupokelea nyumbani. Labda wewe mwenyewe ukatae useme mimi napumzika Dar es Salaam kwa ndugu zangu, kuna mambo mawili matatu nataka nifanye hapa. Bwana ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, hapa si sasa tunataka kuhitimisha. Naamini mambo mengi ambayo yameendelea hapa, lakini usiache kutia nia kwenda haji. Tumebakiwa na miezi michache mbele. Hapa mbele yetu hapa tuko mbele yetu tuko na Rajab. Baada Rajab Shaban wa Ramadhan tunaanza tena Shawwali, Dhulqaada wa Dhulhijja. Mambo yanakwenda. Maana yake tumebakiwa na miezi michache sana brother. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji ulipo duniani, maana yake unatakiwa kwenda haji. Sio jambo la kubembeleza ibada hii. Na wewe Mungu amekupa fursa hiyo, ni deni. Lakini ukitaka kusafiri na manasiki, wapigie simu 0796181711. Hii ni namba ambayo ukipiga masaa 24 inapatikana pale ofisi ya manasiki. 0796181711, lakini 0796181710. 0796181710. Hii ndio namba ambayo
watakupa ilmu kwa zaidi na ufasaha zaidi. Na ukitaka kuuliza swali lako mahala popote ulipo, piga kwa namba hiyo brother. Naamini kwamba utaendelea kustafidi na utaendelea kufaika na vitu ambavyo vinavyotoka katika manasiki. Sheikh, nimalizie kwa nukta yangu ya mwisho sasa ili tuweze kuhitimisha kwa jambo hili. Wapenzi sasa watataka kusikia uko ndani ya wilaya ya Kondoa. Waeleze sasa ziara yako, utakwenda kijiji gani, na kijiji gani, ili wapenzi ambao leo watakayetazama Babu Salam, ikiwa leo tuko ndani ya tarehe 6 mwezi wa 12 2025, maana tunakwenda kumalizia mwaka huu. Sasa tunakwenda katika mwaka mwingine 2026 kwa taufiki Mwenyezi Mungu, kama Mungu atatupa taufiki. Sasa tueleze kidogo na wale ambao watakufuatilia na wapenzi wa Babu Salam watatamani sana wasikie unatembelea wapi na wapi. Inshallah taala, kabla sijaanza kutaja vijiji ambavyo tutatembelea, kwanza niwaambie pia katika manasi kuna huduma ambayo inapatikana ya kuhijiwa. Kuhijiwa hii, tunaposema kuhijiwa maana yake nini? Maana yake kama una ndugu yako ambaye alishatangulia, mzazi wako au mama yako, mjomba wako, yeyote ambaye ni ndugu anakuhusu, hakubahatika katika maisha yake kufanya ibada ya haji, lakini wewe una uwezo, unaweza ukamfanyia ibada ya hija, lakini kwa dola 2000. Hizi dola 2000 unazileta kwetu sisi, kwa sababu sisi tushafanya ibada ile ya haji ya wajibu. Hizi tunazoenda ni kwa ajili ya kupeleka maujaji. Kwa hiyo sasa fursa ambayo mnaipata nyinyi ni kwamba unanipa mimi jina la yule maiti wako aliyetangulia, kisha baada ya hapo mimi naenda kutia nia, Allahumma labbaika hajjan an fulan, natia nia kwa yule mtu. Alafu baada ya hapo kila mahala ninapokwenda namtaja yule maiti wako. Huyu anakuwa ameshafanywa ibada ya haji na thawabu zinamfikia kana kwamba amefanya nini? Ibada, anatekeleza ibada ya haji. Kwa hiyo ni gharama ya 2000 dola ambayo ni kama milioni 4 tu au milioni 5. Ni pesa ndogo sana. Kila mmoja anaweza kuimiliki. Lakini pia una mzee wako yuko kitandani, Sheikh. Hawezi kupanda ndege. Hana uwezo kabisa, lakini mang'ombe yamejaa. Mnasubiria tu hapo siku zake zifike mirathi ingie. Lakini ana mashamba, ana manini, ana mapesa, toa dola 2000 pale. Mzee huyu hawezi kupanda ndege, sema hii hapa kiongozi akahijiwe mzee wangu huyu, jina lake ni fulani fulani, tunatia nia. Hii ndio maana ya kuhijiwa. Mkiona kwenye kipeperushi chetu kimeandikwa kuhijiwa dola 2000, msipate kagaziko kwamba mjue kuhijiwa maana yake ni niaba, na ni sisi ndio ambao tunaenda kusimamia jambo hilo. Lakini nije katika swali lako. Nipo katika wilaya ya Kondoa na wilaya ya Chemba pia kadhalika ambazo ziko karibu. Vijiji ambavyo nimetia nia inshallah taala kutembelea ni kwanza kabisa ni kijiji cha Mondo inshallah taala. Tukibahatika kufika pale nitazungumza na watu baadhi, na huenda tukatoa hata ofa pia maeneo yale. Mondo ni mji mkongwe. Pale hospitali ni ya siku nyingi, lakini pia mashule pale sekondari ni ya siku nyingi. Watu wengi wamesoma Mondo pale sekondari. Ni miji mikongwe katika wilaya ya Kondoa. Lakini pia inshallah taala nitafika katika kijiji cha Kelema Maziwani, ambacho kwa huku mnakijua kama Simba, kwa sababu sisi tuna Kelema mbili. Tuna Kelema Balai na kwenye vindege pale, na Kelema Maziwani. Na hii Maziwani ina historia pia. Pale ndio kulikuwa na maghala yale ya kuhifadhia chakula enzi za mababu zetu. Walikuwa wakienda pale Kelema Maziwani. Kwa hiyo maziwa yaliyokaushwa yalikuwa ikiwekwa pale. Kisha baada ya hapo wakati wa njaa wanaenda kuchukua. Kwa hiyo pale ni muhimu sana kufika. Nitafika pale inshallah taala. Lakini pia nitafika katika kijiji kimoja kinaitwa Piho. Ni kama jina la Kichina hivi. Paka nilishangaa hilo. Paka Piho. Lazima Piho. Piho. Kwa hiyo unafika pale. Nitafika inshallah taala. Lakini pia nitafika katika kijiji cha Msumbiji. Nyinyi mnasikia Msumbiji ya huko, lakini tuna Msumbiji sisi huku Kondoa na Chemba. Lakini pia nitafika katika kijiji cha Goima inshallah taala, na pale pia nitafanya ziara ya kumtembelea Sheikh wa wilaya, Sheikh Said, Allah muhifadhi, Sheikh wa wilaya ya Chemba. Nitafika pale, lakini nitaenda ziara yangu itapita Songolo, itaenda mpaka Soya na Chandama. Kisha nitarudi kuja Mapango inshallah taala. Mapango pale nitakita, tuna maujaji wetu wa mwaka jana pia nitawasalimia. Nitakuja kijiji cha Jangalo, nitakuja Jinjo, Churuku, nitakuja hapa kijiji cha ndani hapa kwa Delo inshallah taala. Baada ya kwa Delo nitatokea Ihari nitaenda paka Busi inshallah taala. Busi afu nitarudi Tandala. Tandala nitaenda pale, mtakuja kwa Sheikh Kuiva pale, Allah amrahamu Sheikh wetu huyu. Kisha nitarudi sasa katika kata moja inaitwa kata ya Dalai.
walikuwa wakisema Warangi wa kule Dalai Komponyo Sihami ni mji ambao ni maarufu sana kwa mapera, matunda haya ni maarufu sana kwa miwa. Lakini nikimaliza inshallah taala ziara yangu kwa huku upande wa chini, nitakuja upande wa juu ambaye ni safari yangu itakuwa kuelekea Babati. Niulize swali la kuchokoza kidogo Alhabibi, haya mapigo leo uliyopiga kihabsi haya umejifunzia wapi Maulana? Alhamdulillah, mimi haya mapigo unajua kuishi kwingi unajifunza. Ndio hizi tunaposema liyashhadu manafi alahum, hata haji ndio imetufunza mambo kama haya. Hapa nimepiga mapigo ya Kiyemeni haya, ya kisharifu, kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa Sharifu. Mimi elimu yangu nimechukua kwa Sharifu, Sharifu Abdul Qadir Al-Ahdal, ukoo maarufu huo masharifu, nimechukulia elimu yangu hapo. Kwa hiyo tashabbahu bilkirami illa takunu mithlahum fa inna tashabbuha bilkirami falah. Hakika jifananisheni na watu wema, watu watukufu. Kujifananisha na kwao na watu hao ni utukufu pia, hata kama hamjafika daraja zao. Kwa hiyo Sharifu Abdul Qadir wakati mwingine anapiga mapigo haya na wakati mwingine kama unavyoona nimefunga Kiyemeni. Kwa hiyo ni watu ambao wamenilea, nimeelelewa na nimeathirika, na ni kwa sababu japo ni mavazi ya Kiyemeni, lakini kwa sababu ni watu wema ninajifananisha na wao kuliko yule ambaye atajifananisha na watu ambao si wema. Kwa hivyo haya ndio mapigo ya kisharifu haya kutoka katika koo zile Al-Ahdal. Barakallahu fikum. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, naamini sasa tumefikia tamati hapa baada ya kuwa tumepata elimu kubwa. Naamini ndugu yangu mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, kwamba hii ni elimu ambayo unatakiwa ifanye kazi sana. Na hasa mada iliyokuwa kwa mezani hapa ni swala zima la wewe kwenda haji. Utaenda vipi hija? Unatakiwa uende na taasisi zenye kuaminika, ikiwa moja katika hizo ni Manasik Haji wal Umra ambayo inapatikana pale katika jiji la Dar es Salaam, na moja katika msemaji mzungumzaji wa taasisi ya Manasik tumemsikia hapa Sheikh Awadhi Suru, na ametupigie kihabsi hapa kama alivyosema alamatul imani hubbul watan, alama za mtu kupenda kwao. Uko na imani imeshikamana mtu kupenda kwao. Naamini kwa bwana mwamba huyu ameanzia dawa katika mkoa wake. Bwana ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chumbe bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.